Mpenzi mtazamaji wa Haki TV ya kituo cha sheria na haki za binadamu. Siku ya leo bwana, tumeweza kutembelea hapa soko la Karume lililopata ajali ya moto, na hali halisi kama ilivyo umewekwa utepe hapa kuwazuia wale waliokuwa wafanyabiashara kuingia humo ndani. Na kuna maaskari ambao wanaendelea kuzungukia katika soko hili. Na Haki TV tumefika mbali, tumeweza kufanya mazungumzo na waliokuwa wafanyabiashara wa soko hili na wameelezea hisia zao juu ya janga hili katika hizi siku 7 ambazo wanaendelea kusubiri kauli ya serikali juu ya uchunguzi wa chanzo cha moto huo. Kwa jina naitwa Daniel Jobless. Nafanya biashara katika hili soko la Karume hapa Mchikichini. Sisi tumeunguliwa na soko letu hili la biashara zetu hapa zimeathirika sana. Na tumepokea vibaya sana, masikitiko makubwa kutokana na biashara zetu. Sasa hivi wafanya biashara hapa ni hakuna. Na hatuna mwelekeo wote. Na serikali yetu ilitupa muda wa siku 14 kwa ajili ya uchunguzi wa hili soko ili tuendelee na biashara zetu. Kwa mpaka dakika hii hapa hatujui ni nini kinachoendelea ndani ya soko hili hapa. Na vile vile soko hili la biashara, katika biashara zetu sisi hapa wafanyabiashara wa soko la pala Karume limetuathiri sana, kutokana na kwamba sisi ndio tunategemea katika biashara hizi hapa, ndio familia inategemea hapa. Na ndani ya hizi siku 7 walizotupa serikali hatujui tunapofanya nini. Familia kule zinateseka, tunategemea pesa hapa na hatuna mwelekeo mwingine wote unavyotokea katika biashara hizi hapa sokoni. Kwa hiyo tunaomba serikali kama serikali au tume zake za binadamu zote kutusaidia, kutuombea angalau hata siku yote ya kesho tuweze kufungua biashara maeneo hapa, tuweze kufanya biashara zetu zikaendelea. Inasemekana kwamba chanzo cha moto huu katika soko letu hili la sisi wafanya biashara wetu hapa Karume, inasemekana kwamba chanzo cha moto huu ni mateja ambao walikuwa wanavuta unga, ukachoma moto, ukasinzia, ukasahau choma, ukaungua ndani pale. Kwa hiyo chanzo cha moto huu asilimia kubwa ni mateja wavutaji wa unga. Na tujui paka dakika hii hapa tunafanya nini, ila tulikuwa naiomba haki ya tume za binadamu tusaidie kutuombea ili tuweze kufungua biashara zetu mapema na kujenga mabanda yetu. Naitwa Victoria Claudi, ni mfanyabiashara soko la Karume, na hapa niliposimama ndipo ambapo eneo langu lilipokuwepo. Kwa kweli tumepata madhara ya kuunguliwa kwa soko, imetuuma sana kama mimi mfanyabiashara wa Karume ambaye ni mama wa familia ya watoto 5, ambaye mimi ndo baba, mimi ndo mama. Na nilikuwa watoto wangu wanasoma kutokana na biashara hii niliyokuwa naifanya hapa Karume. Tulikuwa tunawaomba serikali, tunajua wametupa siku 7 serikali ya kwamba wetu wanafanya uchunguzi. Lakini kwa siku 7 hizo kwa serikali walizotupa kwangu mimi ni nyingi sana, haswa kwa mfanyabiashara ambaye sina mume, nategemea biashara zangu za kuendesha maisha ya watoto wangu. Kama sasa hivi nimeweka mali zangu pembeni, ziko pembeni pale nje, sina mahali pa kuzipeleka. Ambazo zilizoungua zimeungua na watoto wanahitaji kwenda shule, sijui hata nianzie wapi nimalizie wapi. Lakini tungeomba serikali tusaidie kwamba waturuhusu sisi tujenge ili tuendelee na maisha mengine wakati wao wanaendelea na uchunguzi zaidi. Mimi siku ya Jumamosi nilipewa taarifa nikiwa, maanake kwenye banda langu kuna vijana wangu walinzi walikuwa wananilindia, kwa hiyo ndo walinipa taarifa usiku kwenye muda wa saa 9 kwamba soko linaungua. Nilitoka huko nilikuja hapa nikakuta soko linaungua. Basi nilichokiamua kukiokoa niliokoa, ambacho hakikuokoleka niliacha viliungua. Kwa kweli nilipatwa na mshtuko sana, ilibidi mpaka nilianguka chini. Sikutegemea kwa sababu mimi biashara ninayoitegemea ndio hii. Sina biashara nyingine ambayo nategemea zaidi ya hili duka lilokuwa hapa. Kama nilivyosema, ni mama wa watoto 5. Watoto wangu wote wanasoma na wengine nilikuwa nimenunua vifaa vyao vya shule, viko humu kwenye hili banda ambalo nilikuwa nimevileta kwa ajili wachukue waende shule, na wengine wanasoma Arusha. Wale wanaosoma wameshindwa kwenda shule kwa sababu sijui, sina pesa, sina chochote nilichobakiwa nacho. Siwezi kuwasafirisha, sijawanunulia chochote, manake vyote nilivyokuwa nimenunua vimeungulia kwenye hili banda. Na kuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu utupe hatima ya hili jambo, kwa sababu mpaka sasa hivi sijajua hatima hili jambo. Watoto hapo nyumbani tu, sasa hivi wanaenda watoto 2 tu shule ambao wanasoma hapa, tena hao ni wadogo. Wale wakubwa ambao wanasoma sekondari wapo nyumbani, wameshindwa kwenda, wanasoma Arusha. Sina hata pesa ya kuwasafirisha, nimeshindwa kuwasafirisha kwa sababu sijui hatima. Laiti ningekuwa labda na ile biashara au nimefungua biashara ninauza tena kama nilivyokuwa nauza zamani, basi wangeenda shule. Na kuomba Mheshimiwa Rais
utusaidie msaada wako, tuweze kupata hatima yetu mapema, ili tuweze kufanya mambo mengine na wale watoto wangu waende shule wakajisomee. Hatujaishia hapo tu, moja kwa moja tumefika mpaka kituo cha sheria na haki za binadamu makao makuu hapa Kijitonyama, na tumeweza kukutana na mkurugenzi mtendaji wa kituo hiko, wakili Anna Henga, ambaye naye kwa namna moja au nyingine ameweza kuelezea juu ya janga hilo na haki za wafanyabiashara hao katika kipindi hiki ambacho wanasubiri uchunguzi ufanyike. Naitwa Anna Henga, ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Kama kituo cha sheria na haki za binadamu, kwa kweli tumeguswa sana na vilio vya wafanyabiashara wa Karume baada ya moto kupita kwenye soko lao na ambacho chanzo hakijajulikana. Kwa upande wa haki ya maendeleo imetikiswa, japo ni tukio ambalo hatujui nani amelifanya, hatujui ni uzembe wa nani, lakini haki ya maendeleo imetikiswa, haki ya kiuchumi imetikiswa, na baadaye hata haki za kifamilia huko zinakuwa zimevunjwa, kwa sababu mtu atakuwa hana kiasi cha kupeleka nyumbani jioni kwa ajili ya familia. Na serikali imetoa siku 7 ili uchunguzi ufanyike. Kwa mtazamo wa haki, tunasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Siku 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kwa mfanyabiashara ambaye anategemea kipato kwa siku, sisi tunaona ni muda mrefu. Chanzo cha moto unaweza kukijua ndani ya masaa 24 ukiamua kufanya hivyo. Kwa hiyo kuanzia siku soko lilipoungua mpaka leo uchunguzi ungekuwa umeshafanyika ili watu waweze kuendelea na biashara. Kama mtu anaweza kuweka kibanda chake cha makuti wakati anajenga kizuri, angalau aweze kuuza hizo nguo, aweze kuuza vitu tofauti ili aweze kupata kipato chake. Kwa hiyo siku 7 ni nyingi sana, na ningependa kuwatetea hawa wafanyabiashara. Kwa kweli ni janga limewakuta ambalo wao hawalifahamu, ambalo hawakutegemea, lakini hata serikali haikutegemea, ni sawa, lakini jinsi ambavyo reaction ya ile tatizo itakiwa ya haraka. Na tunajua tuna serikalini kuna idara za majanga na nini. Kwa hiyo hizo idara za majanga zingefanya haraka. Najua mtu ambaye umesomea majanga, maana majanga yanatokea mtu akiwa hajategemea. Kwa hata reaction yako kwenye majanga lazima iwe ya haraka namna hiyo hivyo. Kwa hiyo ikifanyika kwa haraka zaidi, haki za watu zitakuwa hazijavunjwa kwa kweli.